Bila kuwa na walinzi wazuri, safu ya ulinzi hii tukiachana na safu ya ulinzi wa kulia na kushoto ambayo ina uhakika, turudi kwa Hamza pamoja na Karabusha Mo. Mpaka sasa hatuna uhakika kwamba Shemalone anaweza kwenda kurejea vyema kwenye mechi hiyo, maana hana fitness mechi. Yeah, of course Shefondo Maroni ni mchezaji ambaye hakuna mwenye doubt ya kiwango ambacho yuko nacho, lakini this time Simba hahitaji kufanya majaribio kwa mchezaji yoyote. Nakumbuka hatua ambayo wako ni hatua ya mtoano. Kwa hiyo unapomuingiza mchezaji ama anavyoanza, uwe na uhakika wa 100% katika 10 ya 9 anaweza akawa anakuofa kitu gani. Lakini mbali na hapo ni mchezaji ambaye nafikiri hapaswi kuanza kwenye hii mechi. Kwa nini? Kwa sababu bado atakuwa kwenye raw performance. Kwa nini? Kwa sababu ni mchezaji ambaye ametoka kwenye injury. Kwa hiyo anapoingia kwenye mechi kama hii ya kiushindani, manake kunakuwa bado ile hali ya uoga itakuwa inamtembelea, kwa maana hatohitaji kugusana sana, lakini utegemei kukupa ile hand product kwa 100% kubwa ya kile ambacho amekuwa nacho. Kwa hiyo kwenye mechi hii of course Shamu Karabwa amekuwa bado hana wakati mzuri, ama amekuwa si mchezaji ambaye ana kiwango cha kuaminika, lakini nashauri aendelee kuwepo kwenye kikosi kwa sababu ni mchezaji tayari ambaye ameanza kuijenga imani yake kwa kocha, lakini ametengeneza mawasiliano mazuri baina ya yeye na brother Hamza. Kwa hiyo kwenye mechi hii nafikiri chaguo pekee na namna ambavyo namtazama Fadlu Davis, kwa namna yote ataendelea kwenda na Shamu Karabwa. Upande wa Kibu Denis ambaye tunasema kwamba na washabiki walikuwa kizungumza kwamba mechi hizi ni za kwake. Tumeona kule Misri dhidi ya Al Masry ameshindwa kufanya chochote, lakini pia hata Benjamin Mkapa ameshindwa kufanya chochote kwa maana ya kufunga. Mpaka sasa ndio anaongoza kwa magoli magoli 3. Akiwa na assist 2 kama sijakosea, lakini pengine tunategemea katika mchezo huo au uwepo wa Kibu D uwanjani, kuna kitu ambacho umekiona tayari Kibu D anaongeza licha kutokuwa anafunga mabao? Yeah, of course Kibu Denis karibia makocha 11 ama twende tu 5 ambao wamepita kwa hivi karibuni. Kila kocha ambaye ameifundisha Simba na Kibu Denis yupo, aliwahi kumpa nafasi Kibu Denis. Kwa maana kila kocha ambaye amepita Simba chaguo lake la kwanza kwenye eneo la ushambuliaji, hususan kwa wachezaji wa pembeni, Kibu Denis ameendelea kuwa chaguo la kwanza. Kwa nini? Kwa sababu of course anaweza asikupe magoli, asikupe assist, lakini tazama energy yake wakati ambao timu inashambuliwa, tazama mawasiliano mazuri ambayo yuko nayo wakati wa kuzuia, lakini wakati ambao anakwenda kushambulia pia. Nafikiri Kibu Denis moja kati ya wachezaji ambao ana kila kitu mguuni, lakini inawezekana mabao ndio amekuwa changamoto kwa upande wake. Na watu wengi tunatamani kuona akiwa anafunga kutokana ameshatuthibitishia kwenye namna ambavyo anaweza kuwa yuko bora wakati ambao timu inashambuliwa, ametuthibitishia, lakini mikimbio yake, namna ambavyo timu inakwenda kushambulia pia ameonekana miongoni mwa wachezaji ambao wana wakati mzuri, japokuwa uwezo ukamtaja kwenye ile level ya Elim Panzo Kibisawala. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Kibu Denis hata kwenye mechi iliyopita of course alishinda, japokuwa ni goli la penalty, lakini tayari ilikuwa ni goli ambalo linahitajika kwa namna yote, kwa maana hatutoangalia ilikuwa ni penalty, lakini kwa namna ambavyo alifunga, maana kuna namna ambavyo alionyesha mchango wake kwenye namna ya kuisaidia Simba kwenda kwenye hatua iliyokuwa inafuata. Nafikiri Kibu Denis of course tusimfananishe na Elim Panzo, tumwache kwenye daraja la ubora alionao na tumwache kwenye kila alichonacho. Namna gani sasa ambavyo kinaweza kikaa na manufaa kwa upande wa timu ya Simba, hapo tunamwachia kocha. Lakini nafikiri miongoni mwa wachezaji ambao wana wakati mzuri ukimwacha Mpanzu kwenye ile eneo ni Kibu Denis. Lakini shida nyingine ukirudi kwenye hilo eneo, namna gani ambavyo labda kuna mchezaji ambaye anaweza akawa anatoa kitu kipya ambacho Kibu Denis hana, inawezekana ikawa ni changamoto. Lakini inawezekana kama una mchezaji mwingine mwenye quality aina ya Elim Panzo, inawezekana Kibu ingekuwa ni ngumu sana kumuona akiwa anaanza. Lakini kwangu mimi nafikiri katika wachezaji ambao wamekuwa na wakati mzuri kwenye michuano ya kimataifa hadi hivi sasa ni Kibu Denis Prosper. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri tuheshimu kile ambacho Kibu anacho na tutarajie makubwa kutoka kwa Kibu, kwa sababu kuna namna ambavyo pia amekuwa na mchango chanya wakati ambao timu inamhitaji. Unaiona Simba ikikwenda kucheza finali ya kombe hili? Mimi binafsi nilizungumza wakati msimu unaanza kwa namna ambavyo Simba anacheza, lakini aina ya wachezaji ambao yuko nao kwa msimu inawezekana simuoni asirudi pasina taji katika haya mataji matatu ambayo anashiriki. Sasa sijui ni NBC Premier League
ama ni CAF Confederation ama CRDB, lakini kwa namna ambavyo wanacheza ni timu ambayo imekuja kubadilisha ile atmosphere nzima ambayo imekuepo kwa Simba. Of course historia imeandikwa, tutaitaja kama miongoni mwa timu nzuri ama bora ambao tumewahi kuishuhudia kwa hivi karibuni kwa upande wa Simba chini ya Fadlu Davis. Imeleta mapinduzi makubwa ya football. Kwa nini? Kwa sababu tazama msimu uliopita ama misimu mitatu ambayo imepita, Simba hakuwa na kikosi bora kiasi hiko, lakini inawezekana pia alikuwa na wachezaji wakubwa kwa kitu gani ambacho amekufanya. Simba ilikuwa na wachezaji wakubwa. Saidon Tibanzonkiza amecheza hadi nje ya bara la Afrika. Chama Kratos robo finali karibia mara 4 kwenye michuano ya kimataifa, Ruiz Jose Mixon, lakini walishindwa kuivusha Simba kwenda kwenye hatua ya nusu finali. Lakini mbali na hapo, sio tu walishindwa kuivusha Simba kwenye hiyo hatua. Tazama kwenye mwenendo wake Simba kwenye michuano ya kimataifa, hatua ya kwa maana kwenye michuano ya kimataifa walishia hatua ya robo finali, lakini ilipokuja swala la ligi kuu pia walishindwa kumpa taji. Kwa hiyo tazama namna ambavyo Fadlu Davis amefanikiwa kuleta mapinduzi makubwa kwa haya mafanikio ambayo yuko nayo hadi hivi sasa. Nusu finali CAF Confederation, lakini kwenye ligi kuu anashika nafasi ya pili, lakini nusu finali ya pili ndani ya wiki mbili unaweza ukasema. Kwa maana nusu finali nyingine ya jana ambapo anaingia kwenye kombe la CRDB. Kwa hiyo nafikiri historia tumeiandika na miaka 10 ijayo tutamsimulia miongoni mwa makocha ambao walileta mapinduzi makubwa katika wachezaji ambao wamekuwa nao. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri sitaki nimpe asilimia kubwa Simba ya kwenda kwenye hatua inayofuata, lakini nataka nizione jitihada zake za kutaka kutafuta hayo mafanikio, kwa sababu tayari ameshatuthibitishia ameweza kwenda kwenye hatua ambayo amekuwa akiishia mara zote hatua ya robo finali, lakini msimu huu amevunja historia. Sasa hii historia itaendelea hadi kwenye kubeba kombe, ni jambo la kusubiri na kuona, lakini naamini katika kikosi alichonacho Simba tutarajie anaweza kufika kwenye hatua yote, aidha finali ama kwenda kubeba taji. Okay, sawa, tumalize na hii. Unamuona Simba akirejea vyema kwenye NBC Premier League? Aise, inaweza ikawa ni changamoto kwa sababu eneo pekee ambalo Young Africans analitafuta kwa hivi sasa ama analitazama ni kwenye ligi kuu, na ukumbuke hayo ndo mataji pekee ambayo Young Africans msimu uliopita aliweza kuyatwaa. Kwa maana msimu uliopita amechukua CRDB, akachukua na ligi kuu. Ametolewa kwenye michuano ya kimataifa. Tazama nguvu kubwa ambayo sasa hivi ameiwekeza kwenye ligi kuu. Kuna mechi ambazo tunazitazama za Yanga kwenda kupoteza, lakini inakuwa tofauti. Mechi dhidi ya Azam wengi walitarajia inawezekana hata akapata sare, lakini imekuwa tofauti, ameweza kuishinda. Kwa hiyo inawezekana Simba asipate anachokihitaji ligi kuu, lakini kulingana na ubora ambao Yanga nao, kwa namna ambavyo Yanga anacheza, kwangu mimi namuona kama ataendelea kuwa mwiba ligi kuu kwa namna ambavyo anacheza. Okay, shukrani sana ndugu yangu. Asante, nikutakie kila laheri. Okay.